kwenye mkeka wa tariff, yani kodi wa Donald Trump, kuna nchi 3 zilikuwa hazipo, na watu wote duniani wanashangaa inakuwaje hizi nchi 3 hazikuwepo. Urusi, Iran na Korea Kaskazini hazikuwepo kwenye mkeka wa kodi wa Donald Trump. Kwa nini? Kwa sababu kimahesabu hizi nchi hazipo duniani, yani kwa mahesabu ya Wamarekani, kwa sanction ambazo Wamarekani waliziwekea Urusi, Iran na Korea ya Kaskazini, hizi nchi zimesha kufa, haziishi tena duniani. Hayo ndio yalikuwa mahesabu ya Wamarekani. Kumbuka, Warusi wana vikwazo vya zaidi ya 16,000 economic sanction. Ukija kwa Korea Kaskazini ndio tangu nizaliwe wako kwenye vikwazo vya Marekani. Iran wameingia kwenye huo mgogoro. Iran yeye anataka amiliki nuclear, Marekani hataki. Unajua akili ya Marekani bado yeye ndo anaitawala dunia. Kwa hiyo akiamua kumnyima mtu chakula na kumuua, basically he can kill anybody. Ndio maana hamkuona hizo nchi 3 kwenye mkeka wa Trump. Hizo nchi hazipo duniani, kwamba zilisha kufa kiuchumi kwa zile sanction ambazo waliwekewa na Wamarekani, vile vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo wale mnaoshangaa kwa nini maadui wakubwa wa Marekani hawakuwepo kwenye mkeka, kwa sababu hawana biashara yoyote wanayoifanya duniani. Kwa sababu sanction manake basically wanakuwa kibiashara. Tozo za kodi, kwamba unafanya biashara kwa hiyo tunakutoza kodi. So kama mtu hafanyi biashara, haexisti kwenye dunia hii. Unanielewa? Hicho ndicho kilichotokea, kwamba kwa nini hamkuziona hizo nchi 3? Kwa sababu hazifanyi biashara yote duniani. Sasa kama ufanyi biashara, how can you be seen? Sasa maajabu mengine yaliyotokea kwenye huo mkeka ni haya. Kuna visiwa viko ndani ya Australia, yani vinamilikiwa na Australia. Hivi visiwa vingine haviishi binadamu, lakini vimetozwa kodi na Donald Trump. Kuna hivi vinaitwa Heard Island, yani wanaishi penguini tu, lakini vimetozwa kodi ya 10%. Trump kajuaje kwamba huku kuna visiwa vinaitwa Heard ndani ya Australia? Kwa sababu si anajua Australia inavimiliki hivyo visiwa. Kwa hiyo kavisweka kodi, lakini hakuna binadamu anakoishi huku, ni penguini tu. Kuna vingine ndani ya huko Australia vinaitwa Norfolk Island. Donald Trump kavitoza kodi ya 29%, zaidi ya nchi ambayo inavitunza hivyo visiwa. Hivyo visiwa vinatuzwa na Australia. Australia amewekewa tozo ya kama 19% kama sikosei. Alafu visiwa vyenye watu 2,000 Trump amevitoza tariff ya 29%. Mpaka waziri wa Australia ameshangaa, akaona sasa Trump ni chizi au. Msikilize kwanza huyu waziri wa Australia alichokuwa anakishangaa. Norfolk Island, interestingly, is I think 29%. I'm not sure what Norfolk Island major exports are to the United States and why it's been singled out, but it has. Huyu waziri anashangaa, Norfolk Island wanazalisha kitu gani cha kwenda kuuza Marekani wawekewe tozo ya 29%? Waziri anashangaa, Trump atakuwa chizi au? Sasa kituko kingine, kuna speech Trump alitoa siku za karibuni, akasema hakuna mtu, yani hajui kama kuna nchi inaitwa Lesotho. Yani hajui. Unajua Lesotho ni nchi ambayo iko ndani ya South Africa. Ni nchi lakini imezungukwa na South Africa. Sasa Trump alidhihaji kwamba I never heard the country called Lesotho. Sasa ameiwekea tozo ya 50%. Unaona Trump anavyotafuta hela. Inakuja swala la hela, anajua mpaka nchi ambazo haziishi binadamu. Hao ndio Wamarekani walipopagawa na pesa. How will they get money to stay on top of the chart as a superpower? Good news ni kwamba America is no longer the superpower. America is no longer the only superpower. Kwa inabidi wakubali kwamba wao sio watawala wa dunia. Kwa waanze kutafuta pesa kama wengine wanavyotafuta pesa. Ndio maana wameanza kukumbuka masuala ya kutoza kodi. Zamani Marekani alikuwa hawazi kodi. Hii ndio kiranja mkuu wa dunia. Sasa kadri anapopoteza ukiranja wake, ndio anakumbuka yale maisha halisi ya kuishi duniani. Kwa hiyo wale mlikuwa mnataka updates kwa nini Urusi, Iran na North Korea hawakuwa kwenye mkeka. Hizi ni nchi ambazo hazifanyi biashara ya aina yoyote duniani kwa mujibu wa Marekani, kwa sababu wao wamezuiliwa kufanya biashara duniani na kiranja mkuu Marekani. Kiranja mkuu wa dunia ni Marekani. Kwa hiyo akikwambia don't do business with nobody,
And you should listen to him. Tuko mtii. Kwa kila Marekani akiangalia Urusi anafanya biashara gani duniani? Zero. Korea Kaskazini anafanya biashara gani? Zero. Iran anafanya biashara gani duniani? Zero. Kwa hiyo hawezi kumwekea masuala ya kodi, wako kwenye sanction ambazo kihalisi wangetakiwa wameshakufa kabisa, hawaishi duniani. Mfano kama vikwazo ambavyo Urusi aliwekewa, ingetakiwa tunavyoongea sasa hivi kusiwepo na taifa linaitwa Urusi. Lishapasuka, zimebaki zile federation, kila federation inajiendesha kivyake. Kwa maajabu Urusi ipo na ina nguvu kuliko ilivyokuwa mwanzo. Iran kwa vikwazo walivyowekewa, Korea Kaskazini ambayo tumezaliwa tunaambiwa ni mbaya, umaskini mtupu, mtu anafyatua makombora kila siku, alafu unasema kuna njaa. Alo, magharibi mlitudanganya sana jamani. Mtu ana launch amesha testi hypersonic yake haikuwa nzuri, kwa hiyo yuko anairekebisha. Hizo ICBM anazozifyatua, anazozitengeneza, alafu you keep feeding our mind that North Korea is very poor. One of the poorest country is North Korea. Mnatudanganya hivyo. Hizi zama za mwisho. Very difficult to fool people right now in this age of social media. Ulimwengu wa social media, kumdanganya mtu ni ngumu sana. Ibidi watu watambue hilo. Katika ulimwengu wa social media, kama bado unadanganywa, amka. Marekani kuna maskini wanalala njaa, tunawaona. Amka. London kuna pickpocket hatari. London baiskeli ni deal, watu wanaiba baiskeli. Simu ndo usiseme. Tungejuaje kama sio ma social media? Wao wenyewe watu wao wanatupostia. Paris ndio kabisa. Yaani ukiwa unashika simu yako unatakiwa uangalie pembeni. Paris. Hao ndio majambazi walioitawala dunia. Sasa kwao kuna waka moto. Elimika usiwe msomi.